Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninapenda kukaribisha na kwa namna pekee katika kipindi chetu hiki cha Je Wasomaji. Na kabla tujaenda mbele zaidi, nipende kukaribisha kwa ajili ya ombi tunapoanza. Tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba yetu wa milele, tunakushukuru kwa ajili ya masaa haya. Tunakualika uweze kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki tunapojadiliana kuhusu kukufahamu wewe na kujenga mahusiano yetu na wewe. Tusaidie na utujalie kuelewa pamoja na wasikilizaji wetu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa hivyo nipende kukukaribisha katika mada yetu. Mada iliyopita tulikuwa tukizungumzia habari za Roho Mtakatifu katika maagano yote mawili, kwa maana ya Agano la Kale na Agano Jipya. Na tulizungumza kwa kina kuhusiana na zaidi, hatukujikita katika kumtambulisha yeye ni nani, isipokuwa tulikuwa tukishughulika na kwamba utendaji wake, hasa umeonekana utendaji wake kuliko kutambulishwa kwake yeye ni nani na asili yake ni nani. Sasa siku ya leo tuko mbele hapa pamoja na wahadhiri. Kule mwisho kabisa yupo mhadhiri, wote hawa ni wahadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Arusha, na kule mwanzo yupo mchungaji Alexander Mwita, yuko pamoja nasi katika kipindi hiki, na anayefuata ni mchungaji Lamek Mwamkonda, tuko pamoja naye katika kipindi hiki. Nami nayeongea ni mchungaji Isaac Vitus, lakini mwisho hapa tunaye mchungaji Paul Semba. Karibuni wote katika kipindi. Na hoja ya msingi leo tunayoangalia sehemu katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi kuhusiana na fundisho la Roho Mtakatifu. Leo tunashughulika na kuangalia kwamba yeye ni nani. Baada ya kuchunguza na kuangalia katika Biblia nzima, Agano la Kale na Agano Jipya, na kuona utendaji wake, leo tunaangalia sasa kwa undani kidogo kwamba sasa huyu Roho Mtakatifu ni nani? Nipende kumkaribisha mchungaji Alexander Mwita aweze kuanza kueleza kuhusiana na huyu Roho Mtakatifu ni nani. Karibu. Napenda kushukuru sana mchungaji Vitus kwa fursa hii ulionipatia kuweza kuzungumza machache kuhusiana na Roho Mtakatifu ni nani. Katika maeneo kadhaa ya Biblia, Roho anatajwa sambamba na Mungu Baba na Mungu Mwana. Na mfano mzuri unaonekana katika Mathayo 28 fungu la 19 na fungu la 20. Wakati Yesu Kristo anamaliza huduma yake, aliagiza wanafunzi wake kwamba waende katika ulimwengu mzima na kutangaza habari njema. Labda tusome fungu hilo tuweze kupata mianzo ya kuelewa Roho Mtakatifu ni nani. Ndio. Mathayo sura 28 fungu la 19 na fungu la 20. Biblia inasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa hadari. Katika mwanzo huu tunaona Roho Mtakatifu anatajwa katika usambamba na Baba na Mwana. Hilo ni jambo la kwanza. Ndio. Jambo la pili, tunaona kwamba katika mafungu hayo Roho Mtakatifu anaweka katika ulinganifu. Sasa uelewa wa Yesu pia alipokuwa akiwafundisha wanafunzi wake, alimtaja Roho Mtakatifu kama nafsi. Kama nafsi, kwa sababu anamtambua kwa nafasi ya tatu ya jinsia ya kiume. Katika kitabu cha Yohana sura ya 14. Hebu tusome hapo tuweze kuona kile ambacho Yesu anakisema yeye mwenyewe. Yohana sura ya 14 na fungu la 16. 14:16. Ndio. Biblia inasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndio. Hapo Yesu anasema kwamba atamuomba Baba naye atatupatia msaidizi mwingine. Katika lugha ya Kiingereza inaonesha au inamtambulisha
Roho Mtakatifu katika kiwakilishi cha hii. Kiwakilishi hii kinamaanisha ni nafsi tena ya jinsia ya kiume. Ndio. Na kwa hiyo basi katika mianzo hiyo tunaona huyu Roho Mtakatifu ni nafsi. Katika lugha ile ya asili iliyoandika kitabu Agano Jipya, neno ambalo limetumika ni parakletos. Neno parakletos inamaanisha ni msaidizi ambaye ana uwezo sawa na yule ambaye anamtoa. Sawa sawa. Kwa hiyo katika mianzo hiyo, yani asili yake ni sawa. Asili yake ni sawa. Katika mianzo hiyo Roho Mtakatifu tunaona kwamba hapa ni nafsi iliyo kamili. Labda niache wengine waendelee, baadaye nitarudia tena hapo. Asante sana. Mwingine mchungaji, labda mchungaji Semba, karibu. Katika hicho ambacho Pastor Mwita amesema kwamba ametajwa kwa Kiingereza, ametumia neno hii ambayo inaonyesha nafsi. Kitu ambacho ni cha kushangaza, kipindi kilichopita tuliwahi kuzungumza hapa ya kwamba neno hilo roho kwa Kiyunani inaitwa pneuma, ambayo ina maana ya roho, licha ya matumizi mengi ambayo yametafsiriwa kwa neno hilo. Ndio. Na hilo neno kwa asili ya Kiyunani lenyewe alionyeshi jinsia yoyote. Lakini cha ajabu, kitu ambacho ni cha pekee sana, linapotumika kwa Roho Mtakatifu linakuwa na jinsia hiyo aliyoiona hii ambayo tafsiri kwa Kiingereza wanasema hii. Kwa hiyo unakuta anatumia neno, hatumii kwa mfano katika sura ile ya 15 ya Injili ya Yohana. Sura hiyo ya 15 Injili ya Yohana mstari wa 26, na yako mafungu mengi, lakini ngoja uone hapa sura ya 15 ya Injili ya Yohana na mstari wa 26. Anasema, lakini ajapo huyo msaidizi nitakaye wapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Sasa ukiona hilo neno roho yenyewe tu ndio kwa Kiingereza utaona spirit. Lakini ambavyo ingelikuwa katika hali ya kawaida kwa fasihi ya Kiyunani, hilo neno lisingelipaswa kuwa na neno tafsiri ya Kiingereza hii. Maana unajua Kiswahili ni lugha ambayo haionyeshi ya kike, ya kiume, wing. Yaani ni lugha ambayo iko hapo, lakini ndio maana tunalazimika kurudi kwenye neno maneno angalau hasa neno ambalo limetumika. Badala yake ambacho imetumika, utaona wametumia neno, wameweka ya hii kwenye article. Article sijui tunaendelea kupambana hilo neno kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili kwamba ni nini article. Badala ya Wayunani neno pneuma, walipaswa watumie neno to, kwa sababu ya kanuni ya lugha ya Kiyunani. Ndio. Lakini ukishakuja wao, inapokuja kwa Roho Mtakatifu, mwandishi wa Biblia, angalia Yohana mwenyewe na wengine wote wa Agano Jipya, hawatumii neno to, wanatumia ile ya ho. Yaani ho pneumatos. Yaani ni tofauti kabisa na mpangilio wa neno lenyewe. Kwa hiyo unakuta neno ambalo kwa matamshi ya kawaida wametumia neno neuter, lakini matokeo maana Kigiriki wana neno neuter, wana masculine, wana feminine. Hilo neno tu spirit, roho, kama wangetumia upepo, wangetumia kwa maana ya hewa, tumia kwa nini, bila kuzungumzia habari ya Roho Mtakatifu, wangelipa article ya to. Lakini cha ajabu utaliona kote kwenye Agano Jipya, wanapotumia Roho Mtakatifu hawatumii neno kama neuter, inakuja ni ho, ambayo ni article ya masculine. Ndio unaona hilo anatumia neno hii kwa Kiingereza. Maana yake ni kwamba ni nafsi. Ni nafsi kabisa, ndio inayotumika kwa Mungu Baba. Utaiona hiyo kwa Kigiriki, utaiona kwa iko hivyo hivyo. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba ni katika tu lugha, kama nilivyosema kwenye kipengele cha lugha pekee, kinamfanya anayeelewa lugha ya asili ya Biblia aoji mashaka ya wale wanaodhani sio nafsi. Kwa lugha tu ya Biblia. Asante sana mchungaji. Kwanza ni kwa utangulizi tu kwa kuzungumzia swala la Roho Mtakatifu na swala la nafsi na uungu wake.
kwa utangulizi kwamba tunajadili jambo ambalo sisi kama wanadamu ambao tuna uwezo wetu wa kuelewa ni mdogo, na huku tunajaribu kueleza mambo makubwa ya ambaye ana uelewa mkubwa zaidi. Kwa hiyo tunaingia hapa katika jambo ambalo ni siri ya Mungu mwenyewe. Siri ya Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu mwenyewe ni mkuu, anayejulikana lakini asiyejulikana. Sasa tukizungumza juu ya nafsi, tuangalie, turudi nyuma kidogo, kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu akampulizia pumzi ya uhai, huyu mwanadamu akawa nafsi hai. Sasa kuwa nafsi hai maana yake nini? Ni kusema kwamba ana uwezo wa kufikiri, ana uwezo wa kuchunguza mambo, ana uwezo wa kusema, ana uwezo wa utambuzi, ana uwezo wa kusikia. Tunazungumza hilo ya nafsi kwa sababu kuna dhana potofu ambayo ipo ya kwamba Roho Mtakatifu ni kama upepo, ni nguvu. Si nafsi kama kiumbe, kama nafsi yenye utambuzi. Kwa hiyo ni jambo ambalo lazima tuliweke vizuri sana, kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi yenye utambuzi. Asante sana mchungaji. Nikiongezea hapo mchungaji vitu alichosema mchungaji Mwamkonda. Ndio. Tukisoma kitabu kile cha Yohana sura ya 16. Yohana 16. Ndio. Sura ya 13. Nataka nisome hapo vizuri afu nitoe ufafanuzi kidogo. Fungu la 13, okay. Ndio. Inasema hivi kwamba lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Kwa hiyo huyu Roho ana uwezo wa kunena, yani kuzungumza, lakini huyu Roho pia ana uwezo wa kufundisha. Kwa hizo sifa zinapatikana kwa nafsi. Sio kwa nguvu. Kwa hiyo huyu Roho ana uwezo wa kunena, ana uwezo wa kufundisha, ana uwezo wa kuelekeza. Lakini pia ukisoma katika Warumi sura ya 8:26, huyu Roho ana uwezo wa kuomba. Warumi 8:26. Warumi 8:26, Biblia inasema maneno haya: kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Sasa ukiangalia mafungu hayo au fungu hilo, utaona Roho huyu Mtakatifu anaomba kwa niaba ya mwanadamu. Sasa kama ana uwezo wa kuomba, ni nafsi, sio nguvu tu isiyokuwa na utambuzi. Asante sana. Kabla pastor niseme kitu kwamba niwashukuru sana kwa ufafanuzi huo. Niseme kitu katika ile uchambuzi wa kitabu cha Mathayo wakati wa ubatizo wa Yesu Kristo. Ndio. Tunaona nafsi, hata kama ni katika vielelezo, lakini mgawanyiko wa nafsi zikiwa kabisa kila moja ikitenda. Kila moja ikionekana kwa mujibu wa hiyo Mathayo 3, tunaweza tukasoma. Ndio. Mathayo 3 fungu la kuanzia pale fungu la 13 au aya ya 13. Neno la Bwana linasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini.
na tazama mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hiyo tunaona hapa nafsi tatu zikionekana wazi. Yesu Kristo yuko majini, Roho Mtakatifu katika mfano wa hua anashuka, sauti kutoka mbinguni nasikika, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Ndio. Alafu baadaye katika Matendo ya Mitume tunaona Roho Mtakatifu anajidhihirisha tena katika ndimi za moto. Hii ni nafsi katika utendaji. Kwa hivyo hoja ya kuwa ni nafsi imetetewa na Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya kwa uwazi kabisa. Asante, karibu basi. Tukiwa bado kwenye nafsi hasa. Kwa sababu baada ya nafsi ili tuweze kuona na ile ambayo kama alivyosema kwamba tunajadili mada ambayo ni ya kiungu zaidi. Ya kiungu na watu wanaona si nafsi ya uungu. Na sasa kwa kuwa tunashughulikia kipengele kwamba hivi ni nafsi, maana watu wanadhani ni nguvu tu. Wakiona alipotokea pakatikiswa tapokea nguvu. Kwa hiyo watu wanaona kama ni nguvu fulani inayofanya. Lakini kama alivyoeleza na pia ulivyoeleza kwamba ni nafsi iliyo hai, kwamba mafungu yako mengi sana. Tumesoma pale kwenye Yohana 15:26 kwamba atanishuhudia. Nguvu haiwezi kushuhudia. Kwenye ile Yohana 15:26 anashuhudia. Huwezi ukasema tu kuna nguvu inashuhudia alafu nasema namna hiyo. Alafu bado anasema atamsaidizi, msaidizi anasaidia. Hiyo Yohana 14 mstari wa 16. Na anasema msaidizi. Nguvu haiwezi kufanya vitu kama hivyo. Pastor alizungumza pale ya kwamba atawafundisha. Kwenye ile Yohana aliyosoma kwenye Yohana 16 na ile Yohana 14 mstari wa 26 anafundisha. Ndio. Bado amesema atawathibitishia. He convicts. Nguvu kuconvict maana yake ni anayeshawishi. Na unaona kabisa hii ni kweli kile anachoninenea. Amezungumzia pale kwamba anatuombea ile Warumi ile 6 na Warumi ile 8. Lakini anazungumza kwenye ile wakati kanisa linaomba ile kwenye ile Matendo ya Mitume 3. Nitengeeni Paulo na kwa kazi nilio waitia. Roho anazungumza. Labda tusome ile fungu pale. Tulisome ni vizuri tulisome. Ile Matendo 13 mstari wa pili. Matendo 13 ule mstari wa pili. Ikiwa nguvu haiwezi kuzungumza. Inasema hivi. Basi walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Unaona? Ndio. Kwa kazi ile niliyowaitia. Akasema, akazungumza. Alafu bado ukienda ile mstari wa 4, Roho Mtakatifu ndiye aliyewapeleka, he sent. Ndio. Unaona hapa mstari wa 4 anasema basi watu hao wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu walipelekwa. Ndio. Alafu ile Matendo 8:29 kuna wakati Roho Mtakatifu anazuia na Roho Mtakatifu kwenye ile Matendo 8. Matendo ile 8 kuna unaona kinazungumzwa kitu hapa Matendo ile 8 mstari wa 29. Ndio. Anasema hivi hapa, Roho akamwambia Filipo. Unaona? Anazungumza. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Unasikia hilo fungu linalosema? Roho akamwambia Filipo. Na maneno yanatamkwa sogea karibu na gari hilo. Sasa yeye ni nguvu gani inaweza ikazungumza namna hiyo kuelekeza? Inaelekeza kabisa sogea. Sio tu anazungumza lakini mpaka na maneno yake yananukuliwa. Sasa hawa wanaosema kwamba sio nafsi ni nguvu, tuwasadiki wao ama Biblia? Hiyo ni changamoto kubwa. Yaani mimi kwenye karne ya 21 tuwasikilize wao ama hawa waliodhihirishiwa wakaandika. Labda niongezee hapo tena. Unajua kabla hujafika kwenye kitabu cha Matendo, ndio ulisoma katika kitabu cha Yohana. Na Yohana anaeleza vizuri sana hiyo swala la Roho Mtakatifu kama nafsi, hasa katika utendaji wa Roho Mtakatifu. Ndio. Kuna mafungu tumenukulu hapo, lakini ningependa tuna kurudi tena kwenye kitabu cha Yohana hiyo 16.
anaposema mstari 13 anasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza watio kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia hata nena tena atayanena, lakini yote atakayosikia atanena, na mambo yajao atawapasha habari. Anasikia, kumbe anasikia, anatoa habari, ananena, Anapasha habari. Alafu mstari wa 14, yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika iliyo yangu na kuwapasha habari. Na mstari 15, na yote alionao Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika iliyo yangu na kuwapasheni habari. Kwa hiyo utaona kwamba anatenda, anasema, anasikia, anatukuza. Hiyo ni nafsi. Amina. Hiyo ni nafsi. Amina. Asante sana Mchungaji Alexander. Niongezee kidogo hapo kwamba katika masuala ya dini kuna wanadamu wanaweza wakaamua kumdanganya Mungu. Ndio. Sasa katika Matendo 5 ndio tunaona watu wawili, Anania na Safira, wanajaribiwa kumdanganya Roho Mtakatifu. Swali la msingi ni hili, Pastor Semba. Hivi kama ni nguvu tu, unaweza ukaidanganya nguvu? Kudanganya nguvu. Hebu tusome haina utambuzi nguvu. Matendo sura ya 5. Matendo sura ya 5. Tusome pale tuangalie. Mstari wa 3. Ndio. Hebu ukipata soma hapo Pastor Semba. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Unaona hapo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nafsi ambayo inaweza ikadanganywa na wasioamini. Na kwa jinsi hiyo inadhihirisha kwamba Roho Mtakatifu sio nguvu tu ya kawaida au upepo. Ni nafsi yenye utambuzi ambayo inatambua hapa huyu amejaribiwa na kunidanganya au huyu amekwenda ndivyo sivyo. Sio nguvu ya kawaida, ni nafsi. Ni nafsi. Asante sana. Nafsi yenye utambuzi. Yaani tungesema kwamba tungesema kwa lugha tu ya kibinadamu ya kawaida kwamba ni kama ni mtu ambaye ana utambuzi, ana utashi, ana kila kitu, sifa zote za mtu. Sawa sawa. Asante sana. Kwa hivyo nipende kuwashukuru sana kwa sehemu hii na maelezo ambayo tumeyatoa katika kipindi hiki, sehemu hii ya nafsi, hasa kuelezea habari ya Roho Mtakatifu kama nafsi. Pendwa msikilizaji na mtazamaji, tunapenda kushukuru sana kwa kufuatilia kipindi hiki cha Je Wasomaje, na mara hii tuweze kuishia hapo kidogo kwa ajili ya pumziko fupi, na baada ya hapo tutarejea. Karibu sana, endelea kuwa pamoja nasi. Mpendwa msikilizaji wa radio ya Morning Star na television ya Hope Channel Tanzania, tunapenda kukaribisha kwa mara nyingine katika kipindi sehemu ya pili ya mwendelezo wetu wa kipindi cha Je Wasomaje, lakini mara hii tukiwa tunashughulika na fundisho juu ya Roho Mtakatifu. Sehemu iliyopita tulikuwa tukishughulika na nafsi. Kwa tunaangalia kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, na Biblia imeshuhudia toka Agano la Kale mpaka Agano Jipya, mafungu mengi ya Biblia yanaeleza juu ya Roho Mtakatifu kama nafsi iliyo hai, yenye utambuzi, yenye sifa zote za nafsi. Lakini sasa tunaendelea na kuangalia utambulisho wa huyu Roho Mtakatifu. Je, huyu Roho Mtakatifu ni nafsi tu isiyotambulika, ni nafsi tu ama ni zaidi ya hapo? Je, Roho Mtakatifu huyu ni Mungu? Mchungaji Mwamkonda, naomba uweze kusema kitu kuhusiana na sehemu hiyo. Kwanza msikilizaji wa Morning Star na
mtazamaji wa Hope Channel, kipindi hiki cha Je, wasomaje kina maana kusoma Biblia. Ndio. Kwa hiyo na kusihi kwamba ni vizuri uwe na kalamu yako na karatasi, ili tunapotaja mafungu hapa basi upate kuyaandika na baadaye utakuja kuyapitia na kuyachambua zaidi ukiwa peke yako. Jambo ambalo tutataka kulizungumzia sasa ni kwamba je, tumezungumza juu ya Roho Mtakatifu kama nafsi, na tumeeleza katika Biblia mafungu kadhaa yanayothibitisha hilo. Sawa. Sasa tunakuja kwa jambo lingine ambalo pia ni muhimu kulifahamu. Ndio. Je, huyu Roho Mtakatifu ni nani? Kweli ni nafsi? Ndio. Lakini jambo gani lingine ambalo tunaweza, Biblia inasema juu ya Roho Mtakatifu? Maana kwa kweli tunachosema, je, Biblia inasema nini juu ya uungu sasa wa Roho Mtakatifu? Ndio. Kwanza huyu Roho Mtakatifu anatajwa kama Mungu. Amina. Tunaposoma katika kitabu mafungu haya tuliyosoma hapo awali, tutaweza kuyarudia tena. Sawa. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 5, ambapo tunaona habari hizo ya Anania, ambaye habari zake tunazifahamu, na Safira, ambao walizuia mali ambayo walitakiwa waitoe, na Petro anasema hivi katika mstari wa 3. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Sasa hilo peke yake fungu halituelezi kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Mpaka twende kwenye fungu linalofuata. Mstari wa 4. Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako? Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Kwa hapa inataja wazi kabisa kwamba huyu alimwambia si mwanadamu, alimwambia Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Ndio. Maana hapa amesema Roho Mtakatifu, lakini amebainishwa vizuri kwamba huyu Roho Mtakatifu ambao dhidi yake ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Kwa hilo ndio fungu moja, lakini kuna mafungu mengine pia ndio ambayo yana maneno ya Roho Mtakatifu, lakini wakati huo yanatumika ni maneno ya Mungu. Hebu tuangalie katika kitabu cha Matendo 28 mstari wa 25. Matendo 28 mstari wa 25. Matendo 28 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, na walipokuwa hawapatani wao kwa wao, wakaenda zao. Paulo alipokwisha kusema neno hili moja, ya kwamba Roho Mtakatifu alinena vema na baba zetu kwa kinywa cha nabii Isaya. Hapa inasema Roho Mtakatifu alinena vema na baba zetu kwa kinywa cha nabii Isaya. Sasa tukisoma katika kitabu kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa 9 na wa 10. Isaya sura ya 9 na 10. Naye anyway mfike kidogo hapo. Isaya 6, 9 na 10. Unaweza kusoma. Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione, unoneshe
moyo wa watu hawa ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea na kuponywa. Ndipo nilipouliza, Bwana, hata lini? Sasa hebu turudie hapo. Hapa Isaya sura 6 mstari 9 na 10. Nani anaonekana anazungumza? Ni Mungu. Ni Mungu. Ndio. Huyu Mungu anaonekana anazungumzwa hapa, anatamka kama Roho Mtakatifu. Ndio. Sawa sawa. Kwa hiyo ni Roho Mtakatifu hapa anazungumza. Ndio. Ambaye ni Mungu. Kwa hiyo tena kwamba hapo tunaona kabisa kwamba kumbe Roho Mtakatifu anaitwa Mungu. Anaitwa Mungu. Sasa kwa lugha nyingine, mchungaji, unachokisema kile kilichosemwa kule ambako tumetoka kilinukuliwa kutoka hapa, na aliyekuwa anasema hapa katika Isaya anasemwa ni Mungu. Kule anasema Roho Mtakatifu. Hapo mliweka vizuri sana. Asante sana. Hapo mliweka vizuri sana. Yeah. Lakini huyo Roho Mtakatifu pia anaitwa Bwana. Ndio. Na Bwana ni neno ambalo linatumika kwa Mungu. Tusome katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 3 fungu la 17. Neno la Mungu linasema hivi: basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Bwana ndiye Roho. Na ile neno Bwana linatumika kwa Mungu. Kwa hiyo sasa Bwana hapa ndiye Roho. Lakini kuna mafungu mengine labda kidogo ndio, karibu niongezee hapo kidogo. Sawa. Neno hili Bwana katika lugha hii iliyotumika, ukienda katika lugha ya Agano la Kale, neno hilo Kiingereza ni Lord, lakini katika lugha ya Kiebrania ni Adonai, ambalo Adonai ukilisoma vizuri katika mtindo wake wa mwanzo ni Yahweh. Yani Yehova. Kwa hiyo neno hili maana yake ni jina binafsi la Mungu, Yehova. Asante sana. Hapo umesema jambo la muhimu sana kwamba Mungu anaitwa Bwana. Kwa Roho Mtakatifu pia anaitwa Bwana. Anaitwa Yahweh kwa namna nyingine. Kwa hiyo imeweka vizuri. Lakini kuna mafungu mengine ambayo tunasoma. Ndio. Unajua unapofundisha mengine mafungu yanakuja vizuri zaidi. Kweli. Na mimi katika kusoma ili kujitayarisha katika somo hili nilipata kitu fulani ambacho sikuelewa huko nyuma. Sasa nimeshangaa hivi karibuni nikaanza kumbe ndivyo lilivyo. Hebu tusome. Mungu ni mwema. Hebu tusome katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari 16 na 17. 16 na 17. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Sasa hapa nasema hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Ndani yenu. Sasa tuende kwenye kitabu cha Wakorintho sura 6. Tutalinganisha mafungu mawili tuone. Ndio. Wakorintho wa kwanza huo sura 6 mstari wa 19. Mstari wa 19 6:19 ndo hapo anasema au hamjui. Si ndio? 19 au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mmenunuliwa kwa thamani. Sasa ukiangalia mafungu haya, sura ya 3 inasema hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu. Sura ya 6 inasema au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hapo nasema hekalu la Mungu, mmekuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu la Mtakatifu. Kwa hiyo hapo inaonekana wazi kabisa huyu anayesema Roho Mtakatifu ni Mungu. Ni Mungu mwenyewe. Huyu anayesema Roho Mtakatifu ni Mungu, maana ndio anayekaa ndani
kwenye hekalu anakaa Roho Mtakatifu. Hapo nasema hekalu anakaa Mungu. Kwa hiyo Mungu huyo ndio Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani ya watu. Okay, sawa. Niongezee hapo. Ndio. Mchungaji Vitus. Ukisoma mafungu hayo vizuri, utapata sifa ya Mungu ya omnipresent. Yaani yuko nyakati zote, mahali pote. Mfano ni huu. Wanadamu tumetawanyika katika ulimwengu wote. Kuna wengine wako Amerika, wengine Japani, wengine hapa Arusha, wengine Kenya na kwingineko. Sasa tunaambiwa kwamba huyu Roho wa Mungu anakaa ndani ya waumini wote duniani kote. Umesikia hiyo? Yaani mimi hapa niko muumini mtakatifu ambaye nampenda Mungu, anakaa ndani yangu. Na mwingine aliyeko Marekani vivyo hivyo. Aliyeko China vivyo hivyo. Hiyo ni sifa ambayo haipatikani kwa kiumbe. Ndio. Hiyo ni sifa ya kiungu ambayo mwanadamu au malaika au serafi yote hawezi kuwa nayo. Ni uungu peke yake unakuwa na sifa ya omnipresent, kuwepo nyakati zote, popote, kwa wakati wote. Asante sana mchungaji. Sasa mchungaji Mwita, ndio umetuletea kwa jambo lingine. Hapo tumejaribu kubainisha kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Ndio. Lakini pia huyu Roho Mtakatifu ana sifa za uungu. Ndio huyo umehitaji sasa moja. Kwamba Roho Mtakatifu yuko kila mahali kwa wakati ambayo Kiingereza omnipresence. Ndio. Ambayo ni sifa ya Mungu. Lakini pia ana sifa zingine za kiungu. Kwa mfano anajua karibu kila kitu. Ndio. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2. Ndio. Anajua kila kitu. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 na 11. Ya Biblia inasema hivi. Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 anasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu aliye ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Mungu mazuri sana. ambayo hiyo ndio Waingereza wanasema ni omniscience. Yeah. Maana yake kama anajua mafumbo yote ya Mungu, anajua kila kitu. Na wakati kwenye Warumi 1:38 anasema akili zake hazichunguziki. Hiki ndicho anachosema, mawazo yangu mimi yako juu sana. Na njia zangu ziko juu. Hazichunguziki akili zake. Kama huyu Roho anachunguza mpaka na mafumbo ya Mungu, hawezi kuwa mwanadamu. Ukiongezea hapo awe ni Mungu. Ni Mungu. Ukiongezea hapo mchungaji Semba, ukisoma Kumbukumbu 29:29. Anasema mambo yaliyofunuliwa ni ya kwetu, lakini ya siri ni ya nani? Ya Mungu. Na Roho huyu tunaambiwa kwamba anajua mambo ya Mungu. Kwa ni lazima awe Mungu kujua mambo ya Mungu. Sawa kabisa. Asante sana. Asante mchungaji Semba, ulikuwa na jambo muda ule. Nilikuwa na jambo pia kuelezea kwamba sio tu kwamba nataka kuweka vitu viwili hapa kidogo, kwamba yeye ni omnipresent, yuko hapa na sisi, lakini yuko na msikilizaji na mtazamaji, na yuko Tanzania na wa Tanzania, yuko Kenya na wa Kenya, yuko Canada na wa Canada, yuko kila mahali kwa wakati huu mmoja. Sasa kwa nini nitasema hivi? Kwa sababu unaona anazungumza na Filipo, unamwona tena anazungumza na nani kule na Towashi, unaona anazungumza tena na huku, lakini kwa wakati mmoja, ambayo ndio inaonyesha kwamba yuko kila mahala kwa wakati, na hakuna mwenye sifa ya namna hiyo isipokuwa nani? Mungu. Lakini pia meza ni omniscience. Anafahamu kila chote. Bado Biblia inataja ana uwezo wote. Yes. Ambayo anasema omnipotent. Yaani kwa maana ana uwezo wote. Na unaoiona kwa mfano Ayubu 33. Ayubu 33 na Ayubu 33, alafu na lile fungu ambalo mara nyingi huwa tunajelejea kwayo, lakini lina mambo makubwa pia ambayo nataka niliona hapo. Ayubu 33 ule mstari wa 4 anasema Roho ya Mungu imeniumba. Alafu na pumzi ya Mwenyezi
unipa uhai. Katika upande mwingine ni kama maana kama uwezo ukafanya hizi ni kazi za Mungu. Na ambazo hazifanywi na mwenye uwezo kidogo. Hapana. na hapo unaona Roho anafanya kazi za uungu. Ndiyo. Na hakuna mahala popote ambako utasikia nafsi ya kibinadamu ama hata malaika anatajwa kufanya kazi hiyo. Na yeye kama unataka ujue uwezo wa Mungu, anakupeleka kwenye kazi zake za uumbaji. Uone hizo kazi zake. Na hapo unaona anachokifanya. Lakini bado ameeleza kitabu kile cha Waebrania, kabla sijaacha nafasi mwingine azungumze. Waebrania ile sura ya 9 na mstari wa 14. Uone fungu hili linaeleza kitu cha pekee sana. Anasema hivi, anasema basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Roho wa milele, sifa ya kuishi milele ni ya Mungu. Na sasa unaona Roho ni wa milele. Mara nyingi watu wakisema yaani mafungo ambayo yanaletea utata kwamba ninaenda atawapelekea Roho Mtakatifu, wanadhani siku ile ya Pentecost alipokuja ndio wanadhani ndio ameanza. Ni wa milele. Ndio maana pasa aliposema pale kwamba nabii Isaya alisema vema. Huyu ni Paulo, karne ya kwanza. Isaya kwenye karne ya 6 ya 7 kabla ya Kristo. Sasa kama anaishije miaka yote hiyo, hapa ndo tunawasikia ni Roho wa milele. Milele ni sifa ya Mungu. Kwa hiyo ndio maana unaona anaeleza. Lakini hata hivyo ile Mwanzo 1 mstari wa 2, si ndio unaona akatulia. Unajua ukilipeleka neno kwa Kiebrania kwa undani, kinasema kwamba kutulia maana yake inaonyesha uwezo, potential yake. Ulimwengu ulikuwa in chaotic situation. Yaani ulikuwa hauna utulivu. Ile neno kutulia tu sio inalosikia kwamba ametulia tu, hapana. Alidhihirisha uwezo wake na vitu vikathibitishwa, vikawa kwenye udhibiti. Yaani uumbaji au kuumba tu hivi ilikuwa chini ya udhibiti wa uwezo wa Roho nani? Ndiye aliyetulia. Tena neno hilo lina maana kubwa sana pia. Inaonyesha pia utendaji wa Roho Mtakatifu na ubunifu wake. Kwa hiyo utendaji na ubunifu wa Roho Mtakatifu katika shughuli za uumbaji, ambapo kwa hiyo neno kutulia Kiswahili ninapoleta hata Kiingereza halitupi maana nzito kama ambavyo katika lugha ya kiasili inavyotuambia. Tafadhali ninawaomba sana tuweze kulisoma hili neno. Maana tumelisema tu tumelirukia tu. Tulisome lisikike. Mwanzo hiyo 1 fungu la 2. Inasomeka hivi. Ndio. Labda nianze fungu la kwanza pale. Sawa. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Asante sana. Sasa pia nilitaka kusema kitu hapo, Mchungaji Vitus. Ndio. Sambamba na maelezo haya mazuri ambayo tumeyatoa hapa, kuna kitabu hiki. Sawa kabisa. Kitabu hiki kinaitwa Utatu Mtakatifu katika Biblia. Ni kitabu ambacho kimeeleza mambo haya kwa kina sana. Sawa. Kwa kina sana, hasa uungu wa Roho Mtakatifu, uungu wa Yesu Kristo na mengineyo. Kwa hiyo ningependekeza kwamba kitabu hiki msikilizaji na yule ambaye tutazama akikipata, kitafumbua mafumbo mengi ambayo huenda hawajayafahamu. Kinaitwa Utatu Mtakatifu katika Biblia. Nini suluhisho? Kinapatikana pale Chuo Kikuu cha Arusha. Au kama mtu anaweza kakihitaji, atawasiliana na uongozi wa University of Arusha. Ukiingia kwenye website utapata uongozi wa University of Arusha, kitapatikana. Sasa kuna kitu ambacho napenda kukisema hapo kabla wa Mkonda ajaingilia kati. Ni utendaji katika swala la ukombozi wa mwanadamu. Tunaona Roho Mtakatifu. Lakini nafikiri kabla hujaenda kwenye ukombozi wa mwanadamu, hajafika kule. Hebu niende kwenye uumbaji huo kwanza, nisitize uumbaji. Kwenye hiyo ya hapo kwenye uumbaji huo. Sawa. Tumekusha lieleza kidogo pale. Sasa ngoja nikulu kitu kidogo hapa. Kinasema hivi.
tukizungumza juu ya Roho Mtakatifu kuwa katika kutulia, ndio katika fungu letu lililosoma, mmoja mfafanuzi wa Biblia anasema hivi: ushiriki wa Roho wa Mungu ni ushahidi wa sababu ya uanzishaji wa mpangilio wa vitu juu ya nchi kwa kazi ya ubunifu ambayo imeelezewa kwa mafanikio katika kifungu hicho. Alafu inasema hivi: Roho Mtakatifu ambaye amewakilishwa vile vile kama chanzo au msababishaji wa muundo wa uhai wote na mpangilio katika ulimwengu, iwe kimwili, kiakili na kiroho. Kwa hivyo ni ufafanuzi wa neno hilo hilo tuliozungumza, kutulia juu ya nchi. Sasa kuna kitabu nimenukulu kwenye ukurasa wa 2 na kwanza wa kitabu kinachoitwa Je, ni Roho Mtakatifu ama roho za mashetani? Kitabu hiki kimeandikwa na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Arusha ambaye sasa ni mwenyekiti wa mjadala tulionao, Isaac Vitus Ndalokeye. Ameandika kitabu hiki, Je, ni Roho Mtakatifu ama roho za mashetani? Kwa hiyo hicho kitabu pia unaweza kukipata kutoka Chuo Kikuu cha Arusha. Asante sana, tunashukuru sana kwa maelezo hayo kuhusiana na uungu. Hatuna mashaka, neno la Mungu limefunua. Kilichofunuliwa kiko wazi kuhusiana na uungu wa Roho Mtakatifu. Mchungaji Semba, ulitaka kusema kitu hapo? Nitaka kusema hivi, lakini nadhani Pastor Mwamkonda ndio hakuna cha Isaya kile. Pale lile fungu na mhitaji Pastor Mwamkonda aweze kusema kitu. Some hapo kwenye Isaya uone, sio tu unajua kwenye ile Mathayo 28 pale mstari wa 18 mpaka 20. Yesu anasema kumkabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa watu wanafikiri kwamba ni ubunifu tu wa Mathayo, wa mpangilio wa maneno, wa kuona kwamba ndiye anayemlazimisha akae kwenye hizi nafsi, lakini Agano la Kale limesema vizuri sana na nitamani Pastor Mwamkonda hebu kwenye hiyo Isaya hebu tusome katika kitabu cha Isaya sura ya 48 ndio mstari wa 16 na 17. Isaya 48 mstari wa 16 na 17. Biblia inasema hivi, mstari wa 16 nasoma: Nikaribieni, sikieni haya, tokea mwanzo sikunena kwa siri, tangu yalipokuwapo mimi nipo. Na sasa Bwana Mungu amenituma na roho yake. 17. Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Sasa hapo unalionaje ile fungu? Naonekana kama limetaja roho, limetaja Bwana, limetaja Mungu. Ukiona ili fungu linataja hizi nafsi za uungu zote tatu. Kama mtazamaji na msikilizaji yuko na Biblia hapo, atatufuatilia kwa karibu sana. Iwe ya Kiswahili, iwe ya Kiingereza. Ndio. Hebu turudi kwa hiyo mstari wa 16, afuatilia aone vizuri kitu ambacho kinazungumzwa hapa. Ameanza kusema hivi, ule mstari wa 16. Amesema nikaribieni, sikieni haya, tokea mwanzo sikunena kwa siri, na tangu yalipokuwapo. Sasa ona, mimi nipo. Na sasa Bwana Mungu amenituma. Sikiliza hiyo sasa, Bwana Mungu amenituma. Tunataka kujua huyu aliyetumwa ni nani. Bwana Mungu amenituma na roho yake. Yeye Bwana Mungu amemtuma na roho yake amemtuma. Ina maana watumaji hapo wawili na roho. Sasa ona 17. Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako.
Huyu anayetumwa na Bwana ni mkombozi, anatumwa na Roho. Na anatumwa na huyu anayesema anatumwa yeye ni nani? Ndio ukiona ufafanuzi kwenye ile Mithali 8 ni mafungu mengi kidogo. Ile Mithali 8 mstari wa 22 hadi mstari wa 30 anajitaja hapa. Anasema sio tu kwenye ukombozi lakini kwenye uumbaji alikuwa pamoja. Unajua ni vizuri tukienda tukalisoma hilo fungu. Lakini sasa la Mithali. Mnaonaje? Tusome make sisi kabisa. Wasomaji. Umesema Mithali 8. Mithali 8 ni vizuri. Mstari wa 22 mpaka ule mstari wa alafu tutarudi hapa Isaya. Tutarudi hapo kwenye Isaya. Anasema hivi, Mithali 8 mstari wa 22 hadi 30, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Hii kwenye sura ya 8 iko kwenye mkutadha wa uumbaji. Wakati kwenye ile Isaya hiyo kwenye mkutadha wa ukombozi. Unaona jinsi ilivyo hapa. Unaziona hizo nafsi. Anasema Bwana alikuwa pamoja nami. Bwana alikuwa pamoja nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Nalitukuka tokea milele tangu awali. Ndiyo. Lakini ona anachoeleza kabla dunia yote haijaumbwa katika ule mstari wa 25, anaeleza sasa ule mstari wa 28. Sana mstari wa 30. Ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku nikifurahi daima mbele zake. Ndiyo maana unaona katika uumbaji, unaona nafsi zile tatu kwenye ile Isaya inataja Bwana alinituma na Roho alinituma kwenye swala zima la ukombozi. Watu wasipojua wanaweza wakafikiri kwamba labda anazungumzia Isaya, huyu ndiye anayesema nimetumwa na Bwana na nini, lakini katika lugha yenyewe inayotamka pale si mwanadamu anayetumwa hapo. Ni yeye anajieleza ametumwa kwa kazi kubwa ya ukombozi. Katika lugha hiyo hiyo ndio ambayo unaiona sasa akielezea swala zima kwamba kwenye anairudia kwamba hata wanapoamini kwenye swala zima ya ukombozi wabatizwa kwa jina la Baba, wabatizwa kwa jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio maana ile fungu leo lisoma kwenye Mathayo 3 wakati anabatizwa unaziona zote ziko pale zinahusika. Hivyo ndivyo katika swala zima la ukombozi, swala la uumbaji unaziona zote zinataja. Agano la Kale na Agano Jipya. Asante sana. Okay. Pamoja na labda unataka kuongezea hilo. Naunganisha hapo alipoachia hapo Semba. Ukiangalia katika Wakorintho wa pili sura ya 13, Paulo anaungana na kile ambacho Mathayo amekisema na kile ambacho Isaya anakisema. Katika Wakorintho wa pili sura 13 fungu la 14, Biblia anasema hivi: neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Haya ni mambo ambayo yanafanywa na uungu katika muktadha wa ukombozi. Kwa hiyo unaona hapa neema inatoka kwa Mungu peke yake. Pamoja na pendo ambalo katika lugha ya asili ya Kigiriki imetumia agape, ambayo hiyo inatolewa na Mungu katika muktadha wa ukombozi. Na huyu mtu ambaye amepata neema na upendo huu anapaswa kudumishwa katika hayo. Anadumisha hayo ni Roho Mtakatifu katika ushirika. Kwa hiyo unaona hizi nafsi tatu zinashiriki kuhakikisha mtu anaokombolewa. Amen. Kweli kabisa. Yaani maana yake zinashughulika kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Ulikuwa na kitu fulani kabla ya Pastor Alexander, unaweza kusema kabla kijana. Naona ni kwamba wazo lake alilokuwa nalo liliona na wazo langu ndio nalo. Sawa. Lakini hata hivyo inabidi sasa kuzidi kuongelea juu ya huyu Roho Mtakatifu. Tumeona kwamba alikuwepo katika makazi ya uumbaji. Tumeona kwamba anahusika sana pia katika mambo ya ukombozi. Lakini pia huyu Roho Mtakatifu tukisoma katika kitabu cha Warumi 8 sura ya 26. Sura ya 8 fungu la 26. Okay, sawa. 8:26. Tutasoma haraka hapa. Kadhalika ndio Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa.
Sasa utaona kwamba hapa Roho Mtakatifu kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana kwamba atatumwa msaidizi, Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu hapa anasema kwamba natuombea. Na ukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza sura 2 mstari wa kwanza tunamkuta Yesu pale. Kwa neno lile liliotumika katika kitabu cha Yohana kwamba ni msaidizi, ni Parakletos. Ndio huyo anasomeka katika kitabu cha Yohana kwanza 2:1 kwamba Yesu ni mwombezi. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu ambaye ni Mungu ni mwombezi. Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu ni mwombezi. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe huyu Roho Mtakatifu kweli ni Mungu kama alivyo Yesu Kristo kwamba ni Mungu. Na kama alivyo Baba. Kwa hiyo anaonekana pia katika utendaji kazi wake kwamba ni Mungu. Asante sana. Ninawashukuru sana kwa ajili ya ufafanuzi na uchambuzi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ni nafsi, lakini Roho Mtakatifu si nafsi tu, ni Mungu. Ni Mungu kama neno la Mungu lilivyothibitisha na lilivyofunuliwa. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa uchambuzi huo. Bila shaka ni mbaraka kwetu na ni mbaraka kwa msikilizaji na mtazamaji katika kipindi hiki. Mungu awabariki na kila laheri. Tuweze kuomba tunapohitimisha kipindi hiki. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa upendo wako na rehema zako. Mara hii tena tunasema asante kutuwezesha kukamilisha sehemu hii ya kuelezea habari za uungu wa Roho Mtakatifu. Tunashukuru kwa kuwa neno lako limeyafunua haya. Tusaidie na utujalie kuishi katika hayo kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Amina.